kabla uchaguzi wa mfumo ulifanyika na kupata zile dosari au hoja mbalimbali, walikuwa wanakusanya mapato ya takriban shilingi 800,000 hadi 850,000 kwa siku. Lakini baada ya kupata zile hoja na kuanza kuzifanyia kazi, kutokana na uchaguzi wa mfumo ulifanyika, mapato yao kwa siku yalipanda hadi milioni 3 hadi milioni 3.5. Taasisi ya kuzuia kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Mara imefanya warsha maalum kwa lengo la kujadili matokeo ya uchambuzi wa mfumo wa utoaji huduma za afya katika hospitali teule ya wilaya ya Bunda, warsha ambayo pia imelenga kuweka mkakati madhubuti ya kuziba mianya ya rushwa iliyobainika katika mfumo wa utoaji wa huduma za afya. Naamini kupitia matokeo hayo na tukiunganisha nguvu kwa pamoja, tutaweza sio tu kuzuia mianya ya rushwa, lakini tutaboresha mapato ya hospitali husika, lakini vile vile tutasaidia kwenye utoaji wa huduma, kwa sababu naamini kwamba matokeo ya kazi hiyo yatakuwa ni msingi wa mambo mbalimbali yakiwemo hayo matatu, kwa maana ya kupambana na rushwa, kuboresha utoaji wa huduma, lakini vile vile kuongeza mapato. Akizungumza katika warsha hiyo, mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Mara Mohamed Sharif ameeleza kuwa jukumu la taasisi hiyo ni pamoja na kuzuia rushwa na kuimarisha mifumo ya utoaji huduma ili kuhakikisha uwazi na ufanisi. Hawa DDH hawa ambao tuliwafanyia uchaguzi wa mfumo walikuwa wanayo maazimio ya awali ambayo hajapita kwenye warsha hii kwa ajili ya kuidhinishwa na kuwa ndio mpango mkakati wa utekelezaji. Sasa kwa nayo tayari ya awali kutokana na watafiti wetu, uchaguzi wetu wa mfumo, wataalamu wetu, wao walianza kufanyia kazi. Na kwa taarifa ambayo tumeipata hapa leo ni kwamba kabla uchaguzi wetu wa mfumo ulifanyika na kupata zile dosari au hoja mbalimbali, walikuwa wanakusanya mapato ya takriban shilingi 800,000 hadi 850,000 kwa siku. Lakini baada ya kupata zile hoja na kuanza kuzifanyia kazi, kutokana na uchaguzi wa mfumo ulifanyika, mapato yao kwa siku yalipanda hadi milioni 3 hadi milioni 3.5. Washiriki wa warsha hiyo walipokea na kujadili matokeo ya uchambuzi huo kwa lengo la kuweka maazimio yatakayosaidia utekelezaji wa mikakati ya kuzuia rushwa katika sekta ya afya. Kamanda wa TAKUKURU wa mkoa, lakini kamanda wa TAKUKURU wa wilaya, niwashukuruni sana kwa kufanya uchambuzi mlioufanya, lakini hatimaye kutuitisha sisi katika warsha hii ili tuelewe nini kilichoko ndani ya uchambuzi wenu na yale ambayo mmekusudia au mnatushauri sisi sasa tuyafanyie kazi ili kuboresha huduma yetu ya afya katika wilaya yetu ya Bunda. Dr. Omar Ramadhani Mzee, ambaye ni mkurugenzi msaidizi wa udhibiti rushwa kutoka TAKUKURU, amepongeza hatua hiyo huku akisisitiza umuhimu wa ushirikiano katika utekelezaji wa mikakati iliyowekwa. Yaani mko tayari hapa kusikiliza kipi kimebainika kwenye uchambuzi wa mifumo na mko tayari kutengeneza mikakati mizuri na kuitekeleza. Kimsingi mkurugenzi mkuu anatoa salamu nyingi sana kwenu na anawatakia kikao chema, akiamini kwamba tutatengeneza mikakati ambayo iko vizuri na ambayo inatekelezeka. Akifungua warsha hiyo, mkuu wa wilaya ya Bunda Aswege Kaminyoge alipongeza TAKUKURU pamoja na management ya hospitali ya wilaya ya Bunda kwa juhudi zao katika kuboresha mifumo ya utoaji wa huduma. Hakika mmetekeleza majukumu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini mmetekeleza pia ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo serikali ya Tanzania inayatekeleza. Aidha, aliagiza ofisi ya wilaya kuhakikisha kunakuwa na ufuatiliaji wa utekelezaji wa maazimio hayo ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora kwa maslahi mapana ya serikali. Kuwepo kwa mifumo hakutoshi, kunahitaji ufuatiliaji. Ni maelekezo na maagizo ya serikali kwamba sehemu yoyote palipo na huduma ya afya, iwe zahanati, iwe kituo cha afya, iwe hospitali, lazima kutumia mifumo. Leo tuko hapa kwa elimu na lakini kuzuia. Tukitoka hapa, ninaamini kila mtu atakuwa amejua ni kwenda kufanya utekelezaji.
East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.